Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Leo ni tarehe 13 katika mwezi huu wa Safar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa Kristo na Waislamu, sisi ni ndugu wa baba mmoja, na sisi sio maadui. Adui yetu sisi ni mmoja, ni Myahudi. Huyu ndio adui yetu, ambaye kwa sasa hivi tunavyozungumza ameshafanikiwa kutugombanisha watoto wa baba mmoja, na yeye yuko free. Kwa badala ya sisi kumfanya yeye adui, sisi tumemfanya rafiki. Adui yetu huyu alileta madhara makubwa kwa mitume wetu ambao walitumwa kutuletea ujumbe. Adui wetu huyu alileta madhara makubwa kwa mitume wetu, na adui wetu huyu kwa sasa hivi amekwenda kwenye miji ambayo ni miji yetu, ardhi zetu ambazo dini zinatufahamisha kwamba ni maeneo matakatifu. Hapa napazungumzia Israeli. Israeli ni taifa teule, ni taifa ambalo limebarikiwa mpaka siku ya Kiyama. Lakini waliokuja kukaa pale kwa hivi sasa sio wabarikiwa, sio wateule. Ni watu waliolaaniwa na Mungu, ni watu waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu. Walilaaniwa kwa sababu gani? Cha kwanza ni kuwaua mitume. Mna habari kwamba walimuua Nabii Yahya alayhi salam kifo cha kikatili sana. Mna habari kwamba walimuua Yohana, nyinyi mnamuita Yohana Mbatizaji, kwa kifo cha kikatili sana. Mna habari hiyo? Acha niwape habari. Yohana Mbatizaji ama Yahya, Nabii Yahya, alikuwa ni mtoto wa ndugu wa dada ama ndugu wa mama yake Isa, Yesu. Pindi Yesu alipozaliwa, Yohana alikuwa akihubiri ujio wa Nabii Isa na Yesu katika wana wa Israeli wa wakati huo. Alikuwa akiwahubiria habari kwamba kuna mtume anakuja, kuna masihi anakuja, kuna mkombozi anakuja. Ilikuwa kazi ya Yohana, naye alikuwa ni mtume huyu, nabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini alikuwa ni mtu ambaye ana msimamo wa kiimani sana. Wakati Yohana yupo na Nabii Isa amezaliwa, Yesu Kristo mnasema, kazaliwa ndani ya ardhi ya Yerusalemu ama mji ule, ile nchi. Watawala wa wakati huo walikuwa ni Waroma. Waroma ndio walikuwa wako pale, walimweka Herode pale kama ndio mwakilishi wao, ndio alikuwa anatawala pale. Sasa Herode alikuwa na kaka yake. Kuna Herode Philip, ndo kaka yake wa Herode mdogo ambaye ni mtawala, mfalme wa pale. Herode mfalme alikuwa anacheza michezo na mke wa kaka yake. Mke wa kaka yake alikuwa anataka amwache kaka yake aende kuolewa na Herode mfalme ili awe malkia. Kwa mujibu wa sheria za Taurati zinakataa mpaka kesho kwenye Biblia, nenda kwenye Torati, kwenye kitabu cha Walawi, kinagoma kabisa kuoa mke wa ndugu yako. Mwenyezi Mungu alikataza. Tena kumuoa mke wa ndugu yako maadamu, yani ndugu yako yule akiwa na mkewe halafu wakawa na mtoto, hauruhusiwi kumuoa. Sasa Yohana alikuwa anasimama kuhubiri ukweli, na alikuwa anasema hata kama ni mfalme alikuwa akimsema, na Herode alikuwa anamjua Yohana ni mtume. Yohana alikuwa ni mtu maarufu, Yahya alikuwa ni mtu maarufu mno, akihubiri neno la Mwenyezi Mungu, hubiri mambo ya Mwenyezi Mungu, na yalikuwa akiwabatiza watu katika mto Jordan. Walikuwa wanamjua ni mtu maarufu sana, ndiye aliyekuja kuhubiri habari za ujio wa Masihi. Sasa kaka yake na Herode mfalme alikuwa na mkewe, alikuwa akiitwa Herodia ama Herodia. Huyu Herodia alikuwa ni mke wa kaka yake na Herode mfalme.
ambaye ndio yule alikuwa anataka atoke kule aje kwa mfalme ili awe malkia. Walikuwa na mtoto tayari. Kwa kitendo cha wale mfalme Herode kutangaza kumtaka mke wa kaka yake Herode Philip, na wakakubaliana na huyo mke wa kaka yake, japo wana mtoto, amwache kaka yake ili aje kwa Herode, kilikuwa ni kibaya. Na Yahya ama Yohana alisimama na kuanyoshea kidole kwamba wewe mnachokifanya Mungu ameharamisha, hamtakiwi mfanye, na akawa anahubiri kila siku mtaani. Mke wa Herode alichukia sana, akasema, akamwambia huyo Herode mfalme akamatwe atiwe gerezani. Wakamtia gerezani kwa lengo la kumzima mdomo asizungumze, wamfunge mdomo wake. Baada ya kumtia gerezani, ilifika wakati fulani kulikuwa kuna sherehe. Maana ndo njia ya watawala. Watawala wakiona unaongea ukweli, wanakuchukua wanakutia gerezani kwa lengo la kukuzima mdomo wako, usiendelee kuzungumza. Wakamtia gerezani wakati fulani katika sherehe za starehe za bwana Herode, ambaye ndo mdogo wa kaka mtu, ambaye wakati huo hanyang'anywa mke, ni haramu ilikuwa. Alikuwa na sherehe za mazazi, kuzaliwa kwake. Alialika wageni mbalimbali, wafalme, watu mbalimbali mashuhuri, wakaja pale Yerusalemu. Baada ya kufika pale, alikuwa amekunywa sana pombe, wamelewa. Yule mke wa kaka mtu, yule Herodia, kumbuka walikuwa na mtoto kule na yule kaka mtu, alikuwa akiitwa Salome, kitu kama hicho katika mapokezi ya kihistoria. Sasa yule mtoto wa yule kaka mtu kule, ambaye ndo mtoto wa huyo Herodia, ambaye ndo kwa wakati huo alikuwa amekuja kwa Herode kama anataka kuolewa naye ili awe malkia. Yule mtoto alikuja mpaka kwa Herode wakati Herode amekaa na wageni, amelewa, yuko tin. Akamwambia Herode kwa furaha aliyokuwa nayo, akamwambia, sema unataka nini nikupe, sema nitakupa, hata kama ukitaka nusu ya ufalme nitakupa, sema unataka nini. Yule mtoto akaenda kwa mama yake Herodia na kumwambia, baba akasema nataka nini atanipa chochote. Mama akasema nini? Nataka kichwa cha Yahya kikiwa kwenye sinia. Nataka kichwa cha Yahya kikiwa kwenye sinia. Akaenda. Baada ya kwenda akaambia, baba, mimi nataka kichwa cha Yahya kikiwa kwenye sinia. Herode akashangaa. Maana Herode pamoja na kuwa lilikuwa nilijinga, nilikatili, nilinyama, lakini lilikuwa linamheshimu Yahya, linamheshimu Yohana. Lilikuwa linamuogopa sababu mtume huyu bwana mtume, unataka kichwa chake kweli? Yaani mpaka pombe zilikata kidogo. Akasema, wewe unataka? Nataka kichwa cha Yahya. Lakini kwa kuwa lilikuwa limealika wageni na lilitoa kauli fulani ya kibabe, sema unataka nini, likaona acha nitekeleze. Akatuma walinzi waende gerezani, wakamkata kichwa nabii Yahya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jambo hili lilichukiza mno mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini hawakuishia hapo tu. Nabii Isa alipoanza kuhubiri, Nabii Isa mara ya kwanza anakwenda katika hekalu kwenda kuwahubiria wana wa Israeli, bwana, mimi nimetumwa kwenu kama mtume, mimi ni Masihi. Alianza kuhubiria mazuri, nimetumwa kwenu, nitawasaidieni, nitawafufulieni wafu, nitaponyesha wagonjwa, nitafanya kadha na kadha. Wakainuka wakasema, wewe anaweza kufanya hayo ni Masihi peke yake, wewe sio Masihi. Wakamtoa katika hekalu, wakamfukuza, na mwisho wa siku wakamfanyia vitimbi, wakaanza kumtesa, wakataka wamuue mpaka Mwenyezi Mungu alipomnusuru. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu aliteremsha ghadhabu zake, akawapiga sambaratisha Wayahudi wote, piga wote. Watoto wa Israeli wote walitimuliwa pale, na Mungu akasema ni haramu kwenu kurudi hapa, haramu kwenu kurejea. Baraka zote zikaondolewa, na akaahidi ardhi hii watairithi wacha Mungu, sio tena uzao wa Israeli, uzao wa Yakobo. Kwa sasa hivi ile ardhi haitorithiwa na familia, bali itarithiwa na watu wote wacha Mungu, watarithishwa ile familia. Hayo ndio kwa leo ndugu zangu, yanasikitisha sana. Inshallah nataka nije tuzungumzie kipindi kijacho habari kuhusu
mchakato wa madai ya kusulubiwa kwa Nabii Isa, kufufuka. Hakufufuka, bali alifufuliwa na Mwenyezi Mungu katika ile purukushani. Tutakuja kuzungumza, kuna baadhi ya mambo Wakristo ukiyasikia yana ukweli, na kuna hayo mambo hayapaswi kuwahukumu Wakristo, bali wanapaswa kuelezwa. Kwenye tukio la kusulubiwa kwa Nabii Isa halikukamilika, lakini lilishaanza, ila Mungu alimnusuru kabla halijakamilika. Qur'ani inasema hawakumsulubu wala hawakumuua, ila haijakuelezea in detail nini kilikuwa kinatokea. Wewe ndio unapaswa kutafuta hiyo detail, ujue nini kilitokea kabla. Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme hawakumsulubu au kumuua? Kwani walikuwa wanafanya nini? Hayo ndio ambayo wewe unapaswa kutafuta. Hasa inshallah nitaandaa darasa letu maalum katika kuelezea habari za kurejea kwa Nabii Isa mara ya pili, kwani ni miongoni mwa ishara za kiyama, na mimi ndio kazi yangu. Nitakapoanza kuelezea ishara za kiyama, nitagusia sakata hili inshallah kuhusu nini kilitokea katika harakati za wale watu kutaka kumsulubu Nabii Isa na mwisho wa siku wakafeli. Na nini kilitokea? Maana Nabii Isa alirudi tena duniani. Baada ya siku kadhaa alirejea tena duniani na kisha kuwaonesha wanafunzi wake, bwana ni mimi. Kisha wakamshuhudia anapaa yule. Hayo mambo ni ya kweli ndugu zangu, sio masihara wala sio filamu, ni mambo ya kweli. Inshallah nitaandaa kipindi kwa ajili ya hilo, tutaelezea kwa kina. Lakini ninapenda tufahamu kwamba wale wanaoishi pale kwa sasa hawana baraka za Mungu, pamoja na kwa ile ardhi ina baraka, ila wanaokaa pale sasa hivi hawana baraka. Ni katika Yaajuj wa Maajuj, ni katika Gog and Magog, ndo wale pale. Gogu na Magogu ndo wale. Yaajuj wa Maajuj ni wale. Tuache kuwachukulia kama wateule au watu safi. Wale sio watu safi. Walifanya madhambi makubwa mno, kuwafanyia fitna hawa mitume, kuwafanyia kadha wa kadha. Wamemtesa Nabii Isa, wamemtesa Yesu. Ni bado mnaona kama ni watu wa kupenda hawa? Ni watu wa kuwachukia, ni maadui zetu wale. Mwenyezi Mungu atujalie hidayah, atuongoze. Atujalie tuwe ni wenye kusikia haya, pia ni wenye kuamka na kuyafanyia kazi. Yeye ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.